Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za asili kubwa ambazo tunazibeberusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni, chukua sekunde moja tu, nyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like ili tusonge mbele pamoja. Kuna taarifa ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari hapa Mbeya, ni za kushangaza makubwa, kwamba kuna njama ya kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kwamba kuna mipango maalum ya kumtorosha gerezani Ukonga kisiri. Naibu mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, Mheshimiwa John Heche, ameweza kufichua siri na kusema ya kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikiitaka kumtorosha Mheshimiwa Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga na achane na siasa za Tanzania, kwamba imepangwa kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan inataka kumsamehea Tundu Lissu aachiliwe huru kutoka gerezani, ila chini ya masharti ya Samia Suluhu Hassan. Nambari ya kwanza, akubali kutoroshwa Tanzania kisiri pasipo wa Tanzania kujulishwa. Namba mbili, aachane na siasa za Tanzania na aondoke kupitia kwa ndege kuelekea taifa lolote lile. Lakini Chadema wamesema liwe liwalo na liwe, hawawezi kukubali madhambi kama hayo kufanyika dhidi ya kiongozi wao wa kitaifa, Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu. Ndio maana tumekuwa tukijiuliza maswali. Kwa nini Samia Suluhu Hassan hataki kumwachilia Tundu Lissu? Sasa siri ni kwamba anamuogopa Tundu Lissu kwa kile ambacho kinadaiwa kwamba akifunguliwa huenda atakinukisha tena vile aliweza kukinukisha kabla ya uchaguzi wa mwaka jana wa 2025. Samia hata afanye nini, Chadema hawezi kukubali vitisho zake, liwe liwalo liwe. Chadema wametoa masharti, wametoa pendekezo na kusema ya kwamba wataanzisha mchakato wa kusema ama operesheni ya kusema free Tundu Lissu, yaani muachilieni Tundu Lissu na haendi popote katika taifa letu la Tanzania, atabaki ama atasalia kuwa Tanzania. Vitisho za Samia Suluhu Hassan haziwezi kumzuia Tundu Lissu kuachiliwa, kwa sababu kulingana na wanachadema wanasema ya kwamba Tundu Lissu hajafanya kosa lolote. Ndio maana hata upande wa jamhuri ulikosa ushahidi wa kutosha wakati Tundu Lissu alikuwa anafikishwa katika mahakama ya Dar es Salaam kushughulikia kesi yake ya uhaini. Kwa hivyo kufikia sasa vile mambo ya alivyo, Tundu Lissu hawezi kukubali, na Chadema wametangaza ya kwamba wanataka kuhakikisha katiba mpya inapitishwa katika taifa hili, kwa sababu tumekuwa tukitumia katiba ya mwaka 1977 kufikia sasa, katiba ambayo ni ya kiimla, katiba ambayo ni ya kiudikteta, katiba ambayo inakandamiza Watanzania, katiba ambayo inatuweka kuwa chini ya umaskini mkubwa, katiba ambayo huwezi kuwa na demokrasia haswa kwa siasa za Tanzania. Ndio maana wanataka ibadilishwe ili tuwe na katiba mpya. Hivi majuzi mahakama ya kushughulikia haki za binadamu
iliweza kutoa tangazo kwa Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ndani ya miezi 12 tuko na katiba mpya. Lakini kufikia sasa vile kunaonekana, Samia Suluhu Hassan ameshupaza shingo, hataki kusikia yale ambayo yanapendekezwa na mataifa mengine na hata katika mahakama. Ikumbukwe hata tume ile yake ambayo aliyoichagua ili kumsafisha ya Judge Chande iliweza kumwambia aweze kuhakikisha ya kwamba katiba mpya Tanzania inapitishwa ili kutoa usaidizi wa hapa na pale. Kwa hivyo mambo sio mazuri, ndio maana masharti yametolewa ama pendekezo kupitia chama cha Chadema. Wamesema haiwezekani Tundu Lissu kuachiliwa, lakini kile ambacho wanataka sasa hivi ni katiba mpya, operesheni ya Free Tundu Lissu na kushughulikia masuala mengine muhimu ya chama cha Chadema na kufanya mikutano ya hadhara ama mbalimbali katika mikoa mitatu kuhakikisha kwamba wanafufua chama cha Chadema ambacho kiliweza kuachiliwa kupitia mahakama ya Tanzania ambayo iliweza kuwaruhusu kuendesha siasa zao, kwa sababu njama iliyokuwa hapo awali ni kwamba Chadema iweze kuzuiliwa, Chadema iweze kufutwa, Chadema iweze kukandamizwa na kuzikwa katika kaburi la sahau baada ya Tundu Lissu kufungwa gerezani. Lakini hayo hayawezekani kufikia sasa, kwa sababu licha ya Tundu Lissu kukaa gerezani kwa miezi kadhaa, zaidi ya mwaka mmoja sasa, kwa kesi ya uhaini ambayo ni kesi ya mchongo, kesi ambayo haina msingi, kesi ya kupambikiziwa, kesi ambayo haina msingi wa kuleta amani katika taifa hili letu la Tanzania. Lakini wanachadema vile wanaendelea kuzungumzia vyombo vya habari, wanatoa vitisho kuhakikisha ya kwamba tume ya uchaguzi nayo imeteuliwa. Ikiteuliwa, uchaguzi mpya unastahili kufanyika katika taifa hili la Tanzania, kwa sababu kilichosemekana ni uchaguzi wa mwaka jana 2025 ni uchaguzi ambao haukuwa halali. Wale watu waliamua wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan kujichagua kukaa Ikulu, kuapishwa chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, kuapishwa chini ya uwanja wa kijeshi, na Watanzania wa kawaida hawakuruhusiwa kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Ndio maana inasemekana ya kwamba wale ambao waliweza kujichagua wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan, wabunge, madiwani wa CCM, wote walifanya jambo ambalo haliwezekani. Ndio maana kufikia sasa hamna yeyote ambaye anatambua serikali ambayo ipo mamlakani. Tunafuatilia taarifa hizi na tutawafahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa kwa sasa. Tutaendelea kufuatilia taarifa zingine ili tuwaletee moja kwa moja. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana na tukutane baadaye.